Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Irani imedelay, yani Irani imechelewa kufikia makubaliano, kwa hiyo inapaswa ilipe gharama. Lakini jengine ni kuhusu, anasema, mashambulizi ya tit for tat ambayo Irani wamekuwa wakiyajibu, yani piga ni kupige, ni kitu ambacho kina wakera. Irani wanazungumza sana bila kufikia makubaliano. Nadhani amezungumza baadhi ya hivyo vitu Donald Trump, akiainisha kuwa kuna vitu haviko sawa. Matamshi yake au andiko lake linakinzana na kauli zake ambazo amezitoa hivi karibuni, kauli ambazo alisema kuwa amekaribia sana, hata akimlaani waziri mkuu wa Israel Netanyahu kwa kuanzisha mashambulizi, kwa unaniharibia, mimi nimekaribia kabisa kufikia malengo, halafu wewe unaniletea hadithi zako. Okay, ni kitu ambacho tutakijadili. Tutakijadili kwa kiasi chake. Jamani, mara kadhaa huwa ninawaambia, ukijua nafasi yako, halafu ukajua aliye chini yako, halafu kuna kile wanasema kumpiga chura teke. Unapompiga chura teke unamuongezea mwendo na kwa shauri chura anajua step za kutua. Yani hujamkomoa. Wanasema kumpiga chura teke hujamkomoa kwa sababu umemuongezea mwendo. Kuna kile nilikizungumza jana jioni, kwenye mazungumzo ya jana jioni nilizungumza kwa kirefu sana kuhusu huyo refari wa Somalia, Omar Abdelkader Athan, ambaye ni kijana mdogo sana, kazaliwa mwaka 92 tu. Huyu kijana ambaye alizuiliwa kuingia Marekani. Ukweli kuwa hata yeye hivi sasa, Abdelkader Athan, yeye mwenyewe anaona kuwa Marekani wamefanya jambo la maana sana. Yani utawala wa Trump umefanya jambo la maana sana kumzuia. Nafikiri naye anaona, kwa sababu kama angepewa authority ya kuingia Marekani au angeruhusiwa kuingia Marekani, tuseme akaenda Marekani, ukweli asingekipata hiki alichokipata baada ya kuzuiliwa. Asingekipata hiki alichokipata baada ya kuzuiliwa. Sisemi kipato, kwa sababu kuna mfanyabiashara mmoja wa Kisomali mkubwa tu akamuuliza kuwa kiasi gani cha fedha utalipwa kwenye World Cup hiyo unaokwenda. Anasema angalau angepokea kati ya dola 50,000 mpaka 70,000 inasemekana hiyo. Kwa hiyo yule mfanyabiashara akamwambia, yule mfanyabiashara kampa dola 100,000. Huyo aliamua kujitangaza, nakupa dola 100,000. Yaani zaidi ya ile. Unaweza kusema ile kwenye kipato. Lakini ukweli kuwa, jamani, Omar Abdelkader alivyokuwa akifahamika kwetu huku barani Afrika anajulikana. Lakini wangapi wamemfahamu zaidi baada ya tukio? Yani lile tukio ambalo linajadiliwa dunia nzima kuelekea World Cup, kwa sababu ni ulimwengu mzima wanajadili kuhusu yeye. Leo hii amekuwa ni maarufu kuliko umaarufu ambao alikuwa nao kabla ya kunyanyuka. Amerejea, amerudi Istanbul, akawa gumzo. Kutoka Istanbul amesafiri moja kwa moja na Turkish Airlines. Angalia mapokezi aliyoyapokea akiwa Mogadishu. Hebu tazama mapokezi ambayo ameyapata akiwa Mogadishu. Amealikwa na waziri wa michezo, njoo twende tuzungumze. Lakini jinsi alivyokuwa gumzo juu ya gumzo ni kwa sababu tu ya uamuzi wa Marekani ambao wao wanahisi wanakukomoa. Nilishawahi kulieleza hili kwa nafasi. Nilishawahi kulieleza wakati Donald Trump alivyokuwa akiwashambulia wanasiasa wa kawaida. Aliyemfanya Zohran Mamdani kushinda uchaguzi wa meya wa New York alikuwa ni Donald Trump. Baada ya mashambulizi yake ya wazi, alimuongezea umaarufu maradufu. Aliongeza umaarufu wa Zohran maradufu, alikuwa ni Donald Trump. Lakini nimezungumza mara kadhaa kuhusu Rashida Tlaib, yule mbunge, Ilhan Omar, ambaye mara kadhaa Trump ametoa mashambulizi makali zaidi ya kumuongezea nafasi ya kuwa mtu maarufu zaidi. Imekuwa hivyo kwa sababu hajawahi kugundua nafasi yake yeye ilipo. Yani mara zote
mara zote unatakiwa ujue nafasi yako ilipo. Yani haijalishi, unawezekana kuwa una ushawishi mdogo sana, lakini ule ushawishi wako kuna mtu unamkera. Sasa kama ukijibu kwa ndio maana unaona watu wengi huwa vyovyote, watu maarufu, watu wakubwa, watu wanashutumiwa. Mtu anaweza akasimama akaongea habari za uongo kabisa kwenye mitandao, na kwenye mitandao mtu anaandika story za uongo kabisa ambazo unaweza kusema kweli inakuja hizo, lakini watu unashangaa mwenye ile story hajibu. Kwenye ile story hajibu chochote, ananyamaza kimya na hawezi kutoa maelezo yoyote, kwa sababu kuijibu ile hadithi kuna wakati unampa nafasi ya yule aliyekuwa amekusudia. Kwa sababu hata yeye wakati anaandika huenda alijiandikia tu akaamua tu kujiandikia anachojua yeye mwenyewe, hakina ukweli, akajitungia hadithi na simulizi akaiweka. Nilishawahi kuhadithia mimi, kuna mtu alienda kuniandika kwenye mtandao wa Jamii Forum, mimi Ibrahim Rahbi, akaenda akaniandika kwenye mtandao wa Jamii Forum. Mimi sina habari, muda mrefu umepita, ndio nikaja baadaye siku moja nasoma, ndio najisoma. Yani mpaka nikaona jiuliza mimi mwenyewe, huyu alichokiandika labda inawezekana kuna mtu anaitwa Ibrahim Rahbi mwingine sio mimi, lakini kuna vitu anazungumza kuhusu mimi. Yani ananielezea mimi kwa vitu ambavyo mimi sivijui. Anavielezea kuwa mimi nimeajiriwa serikalini, mimi nafundisha sijui chuo cha diplomasia, mimi napotosha vijana wapende ugaidi, sijui mimi kana nielezea kwa kina kuwa mishahara ya serikali napokea, alafu naitumikia hovyo, natumia matumizi ya serikali, sijui natumia gari ya serikali, sijui natumia ni. Nikajiuliza inawezekana labda jina langu lipo kwenye ajira kule serikalini, alafu mimi bila kufahamu. Kwa hiyo nikaangalia zile comment za chini, kuna watu wanaofahamu, kuna watu wafahamu, lakini kuna wengine waliungana naye mkono kuwa yes, haiwezekani kutumia mali ya serikali ukawa unafanya hivi na hivi. Nikasema pale akili kafanya ndio maana kuna wakati viongozi wanashutumiwa, halafu kiongozi anasimama kujitetea, watu wanangana. Nikasema sasa huyu ni mimi ambaye ninajijua mimi, na kitu kilichoandikwa pale ni kitu ambacho sio cha ukweli, ni uongo, lakini kuna watu wameamini kuwa ni kweli, lakini mimi najua si kweli, kwa sababu alivyoviongea vyote ni vya kubunibuni, mtu katunga tukaamua kuongea. Kwa hiyo kuna wakati huwa hatujibu, yani kuna wakati inaweza ikatokea kitu na ukijibu kabisa inatokea. Nadhani mliona juzi hapa nilikuwa Omani, sikutaka kuliongea siku zote, leo naweza niweka. Niliposhambuliwa na mtu mmoja kule YouTube, watu wengi mlishare na mimi ile taarifa, wengi kuwa mjibu, angalia fulani nilikuwa nawaona kwenye comment kila kitu. Sikutaka kujibu kwa sababu kiuhalisia yule mtu alikuwa ni mdogo sana kumjibu, wala hakuwa na hoja yoyote ya msingi mimi ningemjibu. Zaidi kumjibu kwangu ningempa umaarufu tu, yani ningempa kile anakitaka. Ndio maana niliamua kunyamaza kimya, si kwamba sikuona. Niliona tukio zima, nilimsikiliza mwanzo mwisho, nilivyoona hakuna hoja ya msingi sikupaswa kujibu na sikujibu, na wala sitaki kumtaja ni nani, lakini ndio hivyo kuwa kuna wakati huwezi kujibu. Sasa kwa hiyo kuna wakati unafanya jambo kwa kuhisi unamkomoa mtu, kumbe umemuongezea. Ndio narudi kwenye kile ambacho kuna aya ndani ya Qur'ani inasema kuwa huenda mkayapenda mambo yakawa ni shari kwenu, na huenda mkayachukia mambo yakawa ni kheri kwenu. Yani kuna jambo linakutokea unalichukia kweli kweli, kwa nini mimi, lakini hujui lile jambo Mungu amekusudia nini kwako. Na huenda kuna jambo ukalipenda sana wewe lilivyotoka, lakini likawa si jema kwako, yani likawa halina maana kwako na likawa baya kwako. Kwa hiyo ndio maana walikuwa kwa linachokutokea chochote wewe shukuru Mungu, maana sijui bana, mipango ya Mungu ndio mipango bora zaidi kwangu. Haya mengine mimi siyajui yanavyokuja. Sasa huyu Omar Abdelkader Attan leo hii anashukuru uamuzi wa Marekani na Donald Trump kwa chuki yao dhidi ya Somalia, kwa sababu imempa kitu tofauti. Yani imempa kitu tofauti. Yani nawaambia hivi, nendeni mkaangalie taarifa zake kwenye mitandao, nendeni fuatilieni vyombo vya habari vyote duniani, vikubwa vidogo, jinsi vinavyomuelezea Artani. Yani wote wanamuelezea katika njia ya kuwa ni amedhulumiwa, ameonewa. Lakini umaarufu wake umepanda maradufu. Nimeona Canada, taarifa ambazo zilitoka Canada wakamwalika, wakasema kuwa kama Marekani imekuzuilia, sisi tunakualika kwa shangwe kabisa, njoo huku kwetu ukiweza uje. Lakini FIFA walikuwa wamesha drop out. Haina shida, lakini angekuwa referee kwa muda gani? Angekuwa referee, angepuliza, angefanya nini? Asingepata kile ambacho amekipata baada ya hili tukio. Amini ninachowaambia, hii ilikuwa ni kumpiga chura teke na unamuongezea speed. Ilikuwa ni kumpiga chura teke na unamuongezea mwendo. Sasa turudi
kwenye swala la Donald Trump. Taarifa inasema hivi: Rais wa Marekani Bwana Trump amesema kwamba anaweza kuagiza mashambulizi mapya kwenye mitambo ya umeme pamoja na madaraja ndani ya Irani kwa sababu Teherani inachukua muda mrefu sana kufikia makubaliano. Hii taarifa iliandikwa na kwa mujibu wa Fox News ikiripoti mahojiano hayo ya simu. Mapema Jumatano, Trump alisema Teherani inachukua muda mrefu sana kujadili makubaliano na sasa italazimika kulipa gharama baada ya Iran na Marekani kubadilishana mashambulizi katika eneo hilo, huku kukiwa na juhudi zilizoripotiwa za kuendelea na mazungumzo. Hebu tukisimama kwanza hapa, Irani inatumia muda mrefu sana kujadiliana. Labda turudi nyuma, nani alitaka majadiliano? Kwa sababu njia ambayo Marekani alichagua ilikuwa ni njia ya kijeshi, na ndio njia ambayo Irani walipokea, na ndio njia ambayo walikuwa wanatembea. Aliyetoka kwenye operation ya kijeshi kuja kwenye meza ya mazungumzo hakuwa Irani, ilikuwa ni Marekani ndio aliyetaka kuja kwenye meza. Sasa kwa nini unilazimishe nikubaliane na kile wewe ulichokileta? Kwa sababu kurukaa kwenye meza ulikileta wewe, sio mimi. And then kuna jambo moja ambalo Irani wanapaswa wamlazimishe Marekani, au wamesha kuwa wakimlazimisha Marekani, japo kuna wakati Donald Trump hutoka nje ya mstari na kulielezea. Wiki jana alivyokuwa akielezea Irani akasema kuwa tulikuwa tunafikiria kufanya operation ndani ya Irani kwa ajili ya kuiba ile urani, kufanya operation kubwa ya kikomando ndani ya Irani, lakini tukahofia kuwa hauwezi ukaifanya Irani kama Venezuela. Anasema Venezuela unaweza kaingia nusu saa ukafanya mission yako yote na ukatoka ukiwa salama. Lakini ndani ya Irani huwezi kufanya mission kama hiyo kwa sababu wanajeshi lililo macho sana, wana nguvu na wana uwezo mkubwa. Tunaweza tukahatarisha wanajeshi wetu wengi na tukasababisha madhara makubwa. Hilo lisingewezekana kwa Irani. Juzi anayazungumza hayo. Leo anaitisha Irani kuwa Irani italipa gharama. Yani yule unayemtisha kuwa atalipa gharama ni yule ambaye unampiga kofi na kupiga makofi. Kuna wakati unatakiwa utambue na kujua kuwa hivi sasa sizungumzi na mtoto tena. Yani katika makuzi ya watoto, katika makuzi tunayolelewa, kuna wakati huwa tunabaki watoto ambao wadogo ambao wazazi wanatufokea. Wewe usifanye hivyo, utakuchapa. Inakuwa hivyo. Kuna wakati mtoto anafika umri wa kumuelekeza tu, unakuwa unamuelekeza tu. Hiko bana usifanye hivyo, usifanye hivyo. Halafu kuna wakati mtoto anafika katika age ambayo anakuwa ni rafiki yako kabisa. Halafu kuna age anafika mtoto mnakuwa tunazungumza sisi wanaume, njoo tuzungumze. Kuna umuiti hata mtoto, unamuita mwanaume, haya mazungumzo ya wanaume, njoo tuzungumze huku. Yani amekwenda step by step mpaka amefika kwenye step ya kuwa mwanaume. Sasa ile step ya kuwa mwanaume haiwezi kuwa sawa na step ambayo alikuwa hajielewi. Unasema dakika yote huyu anapanda juu, utadondoka wewe, nitakuchapa. Hapo alikuwa hajielewi. Ndio maana unamtisha, unamwambia nitakuchapa, shuka hapo utaanguka. Yani wewe hofu yako. Lakini kuna step imefika kuwa ni mtu mzima. Haumzungumzi kama mtoto. Amevuka step ya yeye kuwa rafiki, amekuwa ni mwanaume mwenzako. Kwa hiyo mnazungumza kama wanaume. Sasa Trump alipaswa kufahamu nyakati alizonazo na kile anachokiakisi kwa Irani hakipo vile anavyokiwaza yeye. Yani si nyakati ambazo anaziwaza yeye kuwa unaweza ukamwamrisha na kumtisha Irani kuwa nitakutandika kwa sababu umeshindwa kufanya kitu fulani. Nadhani wamevuka sana huko, wamevuka. Hivi sasa ni wote ni wakubwa. Nadhani Marekani anapaswa kufahamu kabisa kuwa tunadili na watu ambao si wale ambao tuliwazoea. Yani si wale walikuwa wadogo, sio wale ambao tulikuwa tunaweza kuwatisha, sio wale ambao tulikuwa tunawaambia nitakutandika wakati wowote. No, huyu unayedili naye hivi sasa ni mwanaume mwenzako ambaye lazima ujue nazungumza naye katika nadharia gani. Yani pale Marekani anapolazimisha kuleta mazungumzo katika nadharia yake ya kuwa nitamshinikiza akubali huyu, hapo ndio anapobugi. Au hapo ndipo anapokosea, kudhani kuwa Irani ni wadogo sana, kuwa mimi naweza kuweka shinikizo langu na nikaweka masharti yangu ikabidi akubaliane nayo. Nilishalizungumza kuwa masharti yote ya Marekani kama alitaka yawe vile alivyotaka yeye, yalikuwa ni masharti ambayo yalipaswa kutimizwa ndani ya Operation Epic Fury.
Yani ndani ya ile operation ya kijeshi, Marekani alipaswa atimize yote ambayo anayataka hivi sasa kwa Irani kwa nguvu. Hayo ndio alipaswa ayatimize wakati huo. Sio wakati huu ambao anataka kuyatimiza mambo ambayo hawezi kuyatimiza, kwa sababu hawawezi kukupa kile ambacho wewe unawaza kuwa utakipata. Hawawezi kukupa kwa sababu wao pia ni wakubwa na wao pia wanajua wapi pa kukuumiza. Hauwezi ukawatisha. Sasa kuna jambo moja nimeliona, halafu nikaanza kuwaza, kumekuwa na tetesi. Mimi tetesi nitakwambia tetesi, it's not official news. Kuna taarifa ambazo zimekuwa zikizunguka kuwa mamlaka Saudi Arabia ilitoa fedha kwa Irani kwa sababu isiwashambulie, sijui Qatari walitoa fedha kwa Irani wasishambuliwe, UAE yani kuna hizo taarifa zimekuepo. Kuna maswali tu ambayo yamezunguka baada ya haya mashambulizi ya mwisho ya Marekani. Unajua, mfano nitakwambia, juzi Irani ilishambulia Israeli. Ilivyoshambulia Israeli ilijibu kwa Irani. Kwangu mimi, baada ya majibu ya Israeli, katika kitu ambacho nilikitegemea kabisa, ambacho nilikuwa nimekipa zaidi ya 75%, mashambulizi ya kulipiza ya pili baada ya Israeli kuishambulia Irani yangeenda UAE. Yani yangekwenda UAE kwa sababu niliamini jambo moja, kuwa Israeli hawezi kufanya misheni yake hii bila kumshirikisha UAE. Ni lazima atatumia ardhi au anga ya UAE kwa ajili ya Irani. Kwa hiyo nikategemea kabisa majibu ya Irani yataenda kugonga UAE na hayawezi kwenda kugonga kwingine kokote. Lazima yaende yakagonge UAE. Ndio nilichokitegemea. Lakini tukaona majibu ya Irani hayakwenda kupiga UAE, lakini yakaenda kupiga Kuwait, Bahrain na Jordan kwa mara nyingine tena. Halafu mashambulizi ya Marekani ya jana imeenda kujibiwa vile vile. Juzi tu tuliona Irani walipiga kule Saudi Arabia kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani. Lakini mashambulizi ya jana tumeona tena kuwa Irani wameenda kujibu kwa Bahrain, Kuwait na Jordan. Hawakwenda kupiga Qatar wala hawakwenda kupiga UAE. Halafu hebu rudini nyuma, wastani wiki moja au siku 10 hamjanisikia nikizungumza taarifa kuhusu hujuma za UAE ambazo walikuwa kiziendesha katika hii operation. Kwa sababu kipindi cha nyuma nilikuwa nikiwapa taarifa mara nyingi sana, UAE imeamua kufanya kitu fulani, UAE imezungumza kitu fulani kuhusu Irani, UAE haitaki sijui nini. Nimekuwa nikiwapasha karibu siku 10, taarifa ni kama vile zimesimama. Yani ni kama UAE wamesoma upepo unavyoenda. Hatuwezi kutia mstari kuwa itabaki hivyo hivyo. Naweza nikayazungumza haya alafu kesho UAE wakazua lao, au leo hii UAE wakasema la kwao. Lakini naweza nikazungumza kwenye period time, yani katika kipindi hiki ambacho mpaka nazungumza na wewe, kuna kitu hakimebadilika. Kama umekifuatilia, kuna kitu kimebadilika katika mwelekeo wa UAE dhidi ya Irani. Kuna kitu kimebadilika. Ndio maana huoni mashambulizi yakielekewa. Hatujui nini ambacho wamepewa hongo au kuna chochote, au wamepeleka makubaliano ya chini kwa chini kuwa sisi haiwezekani. Sina shaka na naweza nikakubali nikaamini kuwa kabisa kama Israeli alikuwa anataka kurespondi kwa Irani kwenye yale majibu, kwa vyovyote vile alipeleka request ndani ya UAE, kwa sababu UAE ipo karibu sana na Irani. Alipeleka ombi kuwa naomba nitumie eneo lako nimshambulie. Kwa nini Israeli mara hii alishambulia? Kwa nini mara hii ameshambulia Irani kwa kutokea Jordan? Kwa nini ameshambulia kupitia anga ya Jordan na ni mbali, akaacha kutumia anga ya UAE ambayo iko karibu? Kuna kitu ambacho kitakuja kudhihirika hapo baadaye, tutakijua. Wakati nazungumza na wewe, delegation ya maafisa wa kidiplomasia wa Qatar muda huu wapo Teheran. Yani muda huu nazungumza na wewe, maafisa wa Qatar wako Teherani katika kuzungumza, kujadili kuwa wanawezaje kuondoka kwenye hili tatizo. Maana yake kuwa kama delegation ya Qatar inaweza kusafiri kwenda Teherani, it means hapa katikati kuna mawasiliano na kuna uhusiano. Hakuna kilicho katikati hapa kati ya Irani na Qatar. Ndio jibu liko hivyo, kuwa kuna uhusiano upo. Sasa ni kuwa Irani ameelewana na majirani zake hawa Waarabu kuwa bana usitushambulie. Je, wamempa ofa gani? Je, wamemwahidi kuwa chini kwa chini sisi hatuwezi tukamkatalia Marekani kwenye vyombo vya habari, lakini tutahakikisha chini kwa chini sisi tunazuia hili lisitokee? Inawezekana hivyo. Sasa kwa nini Irani hazigusi hizi nchi katika kipindi hiki? Hajazigusa. Amepiga Saudi Arabia juzi, okay, lakini nchi ambayo unaweza ukasema ukatoa kuainisha nchi zote ambazo zimeshiriki kwenye huu mgogoro au nchi ambazo zimejisogeza kabisa na mgogoro huu, ukitoa Israeli, Iran, basi utaweka Lebanoni, utafuata UAE.
yani lazima ifuate UAE hapa. Katika nchi ambazo ziko kwenye mgogoro wa moja kwa moja, UAE iko juu sana. Lakini tunaona takriban imekuwa tit for tat ya mashambulizi ya hivi karibuni, UAE imewekwa pembeni. Kipi ambacho UAE wamejadili na Irani mpaka kuwekwa pembeni kwenye hili? Yani mpaka kuto kushiriki kwenye hili, mpaka kuto kushambuliwa kwenye hili. Maana yake kuna kitu ambacho kinaendelea katikati hapa. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Tutakuja kukijua tu hapo baadaye ni kitu gani ambacho kimetokea. Huenda wameamua kuelewana. Huenda Irani amewaambia wale majirani zake kuwa sina uadui na nyinyi. Kila siku nawaambia kosa lenu ni kosa moja tu, kuwa huyo nyoka mnamfugia ndani kwenu, halafu anapotema sumu anamwagia kwangu. Sasa mimi ninapokuja kumzuia huyo nyoka, nyinyi mnahisi nawafuata nyinyi. Sasa kazi kubwa ili tuishi kwa salama, mzuieni huyo nyoka wenu. Huyo nyoka ambaye yuko kwenu nyinyi mzuieni, ili mimi na nyinyi tusiparurane, ili mimi na nyinyi tusigombane. Mzuieni nyoka wenu. Lakini kama mtabaki kumwendekeza huyo nyoka wenu akiwa kwenu, msinilaumu pale mimi ninapokuja kumshughulikia huyo nyoka. Sasa Marekani ilivyo, au unaweza kusema Israeli ilivyo, Marekani hapendi yani kile anachopenda kufanyia wenzake hapendi kufanyiwa, yani kukataa moja kwa moja. Yani unajua kama vile akisema yeye akasema kwa aturuhusu ardhi yetu na anga yetu Marekani aweze kuitumia. Marekani wanataka kuonyesha kuwa tutaitumia, yani kwa ubabe, kwa nguvu, kuwa tutaitumia. Lakini ukifuata kimya kimya kwa bana, sikilizeni, sisi hatulitaki hili swala. Kimya kimya anaambia basi usitangaze kwenye vyombo vya habari, sisi hatutotumia anga yako, lakini hatuhitaji mpige kelele kuwa nyinyi mmetuzuia kwa sababu mnatudhoofisha, mnafanya nini. Kwa hiyo kaeni kimya pembeni, sisi tutatumia anga ya mtu mwingine kule, au tutatumia anga ya ardhi nyingine, tutatumia nchi nyingine katika kulitimiza hili. Kwa hiyo inaweza ikatokea katika nadharia hiyo. Ndio maana unaona kuwa haya mambo yametokea. Unajua nimekaa najiuliza katika kipindi hiki kuwa nini kimetokea wakati huu? Haya kwa nini yametokea wakati huu? Ndio najaribu kupata jibu, lakini najipa muda nijiridhishe kuwa kuna mabadiliko yoyote. Nimekuwa nikifuatia delegation ya Qatar ambayo imeingia Teherani. Nataka kuona maamuzi yao mpaka watapotoka. Watatoka na taarifa gani? Nini ambacho tutakuwa wamezungumza na Irani, au tutajua wapi kuna maendeleo kiasi gani? Na hapo ndio tutaelewa picha inayojificha au picha iliyojificha ambayo tunaweza ikadhihirika hapo baadaye.